7 ambapo leo tunaelekea kwenye kuiandika historia katika nchi yetu Tanzania, na leo ni kongamano ama debate ya uzinduzi wa benki ya ushirika Tanzania Coop Bank, na kubwa ni kutaka kufahamu uzinduzi wa benki hii utakuwa na faida gani kwa Watanzania, hususan wakulima na vyama vya ushirika. Na hapa niko na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tandaimba, Mheshimiwa Katan. Anataka tuambie, yeye ni mkulima lakini pia ni mwakilishi wa wananchi kutoka Tandaimba kule kusini. Leo amehudhuria kwenye kongamano hili ambalo linaelekea kwenye uzinduzi kesho, ambapo leo kongamano hili limehudhuriwa na mgeni rasmi ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Tanzania Majaliwa, Kassim Majaliwa. Lakini kesho mgeni rasmi katika uzinduzi wa benki hii ya ushirika ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nataka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Katani, unazungumziaje maandalizi ya uzinduzi wa benki ya ushirika Tanzania Coop Bank? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini jambo ambalo linatokea sasa ni jambo ambalo lilipaswa litokee miaka 50 nyuma, kwa sababu benki hii ndio benki ambayo itakuja kumpa tija mkulima, na kama unavyojua asilimia zaidi ya 65 ya Watanzania ni wakulima, na mara zote wakulima wanahitaji pembejeo, wakulima wanahitaji vitendea kazi, wakulima wanahitaji trekta, na tumekuwa na benki nyingi ambazo sio za kilimo ambazo zinatoa mikopo kibiashara. Leo tunapokuja kupata benki ya kilimo ambayo kwa maelezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya kilimo inaenda kutoa mikopo yenye riba ya single digit, kwa maana ya chini ya 10%, maana yake tunakwenda kupata mkombozi halisi wa wakulima. Moja ya kilio cha wakulima ni mikopo yenye riba inayowaumiza, hali inayowapelekea washindwe kufikia malengo katika shughuli zao za kilimo. Ujio wa benki ya ushirika ya Tanzania unaweza kwenda kuondoa hii changamoto na kuwanufaisha wakulima walio wengi, hususan pembezoni kama kule ambapo wewe ni mwakilishi wao, naizungumzia kusini. Kwangu mimi ni faraja moja tu ya kitu ambacho kama ungekuwa unasikiliza risala ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata Waziri wa Kilimo, miongoni mwa benki ambazo zimekubali kuungana kwa pamoja kuanzisha benki ni pamoja na benki yangu mimi, inaitwa Benki ya Wakulima wa Tandaimba, inaitwa Tandaimba Community Bank. Ni miongoni mwa benki pamoja na benki ya Kilimanjaro ambazo zilikubali kutoa mitaji yao, kuunganisha nguvu ya pamoja kwa ajili ya kuinua wakulima. Kwa hiyo kwangu mimi kama mwana Tandaimba ni miongoni mwa watu ambao ni wanufaika wa mwanzo, lakini miongoni mwa waasisi wa benki hii ya Coop Bank ambayo sasa inakuja kwa benki ya kitaifa na itakuja kumsaidia mkulima wa kawaida. Nini ambacho unaweza kuambia wakulima wa Tanzania na vyama vya ushirika na ushirika katika kuhakikisha wanajiunga sasa na benki ya ushirika Tanzania Coop Bank ili waweze kunufaika na ujio wa benki hii? Moja, ushauri wangu kwa wakulima wote Tanzania, moja, wajiunge na vyama vya ushirika. Leo anakuja mkombozi ambao ni benki ya ushirika inosimama kama benki ya ushirika. Kwa wakulima wote wajiunge na benki za ushirika ambazo wanaweza kupata mikopo kwa riba nafuu itakaoweza kuchachua maendeleo ya taifa letu, lakini kuchachua maisha ya kawaida ya mtu mmoja mmoja, hususan wakulima wa taifa hili la Tanzania. Ujio wa benki ya ushirika Tanzania inakuwa ni ujio ambao unakwenda kuandika historia, lakini makao yake makuu ni hapa jiji la Dodoma. Pengine nini ambacho unaweza kuishauri serikali kuhusiana na ujio huu sasa wa benki ya ushirika Tanzania? Jambo la kushukuru kwamba ukisikiliza maelezo ya waziri ni kwamba benki inaenda kutanua wigo kwenda na kanda nyingine. Mimi kwangu Tandaimba benki tunapozungumza imeanza kufanya kazi. Kwa miongoni mwa wanufaika nimesema ni jimboni kwangu pamoja na watu wa Kilimanjaro, lakini maelezo ya serikali na benki kwa ujumla ni kutanua wigo, kupeleka mabranchi ya benki hii kwenye maeneo mengine. Kwa ni matumaini yangu, ushauri kabla hata haijaenda mbali, serikali tayari imechukua ushauri wa kutanua wigo kwa kupeleka benki hii maeneo ambao wakulima ndio wanufaika wakubwa. Nini pengine cha kuongezea mheshimiwa? Ushauri wangu tu kwa wakulima wajiunge sana na vyama vya ushirika, kwa sababu benki hii watu wake ni wakulima ambao wengi watakuwa wamejiunga na vyama vya ushirika, ambapo kwa sisi watu wa kusini tunavyo vyama vya ushirika na wakulima wengi ni wanachama wa ushirika. Kwa hiyo benki hii ni ukombozi kwa wakulima. Pengine kwa kumalizia,
Mweleze Mtanzania ambaye anakusikiliza kama mwakilishi wa wananchi kutoka kusini kule Tandaimba, faida ya uwepo wa hizi benki na ushirika ni nini? Moja, faida ya kwanza, kama wataitumia vizuri. Bahati nzuri mimi nilipata fursa ya kwenda kujifunza benki ya ushirika ya Ethiopia, ambayo ni waanzilishi wa mambo haya ya ushirika pia. Wenzetu wanachokifanya, wanajaribu kipindi cha kilimo, wanamkopesha mkulima fedha kwa riba ndogo imsaidie kuboresha shamba lake, na wakati wa mavuno, wakati mkulima anaendelea kuvuna, benki huwa zinatoa fedha kumsaidia mkulima ili asiweze kuuza mazao yake kabla ya bei kuwa na tija. Kwa uwepo wa benki hii sasa utumike kuwasaidia wakulima kipindi cha palizi na kipindi ambacho wanavuna, wakiwa wanasubiri bei yenye tija kwao, wapate mikopo ya nafuu itakaoweza kuwafanya waendelee na majukumu yao mengine wakiwa wanasubiri ustahimilivu wa bei. Mimi nikushukuru sana mheshimiwa. Asante sana.